السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtolea sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tuendelea katika darasa letu la Lailatul Sabt, ambapo tupo katika nawaqidhul wudhu. Wiki iliyopita tulitaja katika nawaqidhul wudhu ni zawalul aqli binaumin au ghairihi, ni akili kupinduka, mtu kuondokewa na akili yake, ima kwa sababu ya usingizi, kulala, au ghairihi, au mfano wake. Tukaeleza katika yale yanayofanana na kutokwa kwa akili, tukasema aljunun, uenda wazimu ambao ni maarufu kwa wengi. Tukaelezwa vile vile al-ighma. Ighma ni kutokwa na fahamu, ima kukuzimia, kufaint. Hii pia inamsababishia mtu alwudhu kuondoka. Tutafika katika mlango wa saum, ambapo tutakuja kumuona yule ambaye ana al-ighma, yani amechanganyikiwa ama amezimia. Anatofautiana na an-naim, yule ambaye amelala. Kwa hivyo lau atalala mtu mchana mzima kwa kuwa amefunga, kwa hivyo kuanzia matla al-fajri amelala yeye ila ghurubi shams, je, saumu yake ipo? Ikiwa alikuwa ametia nia, saumu yake ipo, tofauti na aljunun. Ikiwa mtu atapotewa na ufahamu wake kwa sababu ya uenda wazimu, mchana mzima wa kufunga, ile siku nzima yeye hana saumu. Ni masala pengine yatakuja baadaye katika mlango wa saum na yale ambayo yanaharibu saum. Na utakuja kuona pia kuna tatizo hili limekithiri sana katika jamii zetu, hususan upande wa pwani. Wanasema marohani. Kwa hivyo mtu unamwona hajimiliki yeye tena, ni kama kuna mwili au mnyama mwingine amemwingia, jini wa hakadha, ukawa unamcontrol kwa kiasi kikubwa. Hii pia inasababisha al-ighma. Kwa hivyo kama atakuwa ala hali wudhuin akapandwa na marohani kama ilivyozoeleka, kwa hivyo anahitajia arraqi, yule atakayemzungua kumsomea Qur'ani. Katika hali hiyo, akirudi katika hali ya kisawasawa, itambidi atawadhe tena. Tofauti na saum, lau atatokwa au pengine mnyama utamwingia, iwe hana control na haikupita mchana mzima, akarudi katika hali nzuri, sayuwasilu saum, saumu yake ataendelea nayo na saumu yake itakuwa sahihi. Na hili inshallah litakuja kwa mapana katika mlango wa saum. Ala kulli, suala la al-aql, tukitizama katika suala la alwudhu, yabainisha kiasi kikubwa ihtimam ya Uislamu kwa sihatul aql.
na hii yaonyesha kuwa akili ni kiungo muhimu sana katika kufahamu khitab ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na utakuja kuona katika almaqasidu sharia, maqasidu sharia ambayo ni maqasid 5. Ya kwanza ni hifdhu din. Dini yako lazima uhifadhi kwa hali yoyote ile, hususan katika kisa cha Alhijra. Utamwona Mtume Muhammad yeye na masahaba wake wamewacha kila kitu katika mji wa Makka, wamewacha wanaowapenda katika mji wa Makka, wamewacha na mali yao ndani ya Makka kwa sababu ya hifdhu din, kwa sababu ya kuhifadhi dini. Sisi leo lilasaf twauza dini kwa sababu ya bidhaa ndogo sana katika huu ulimwengu. Mimi dini yangu ina thamani kubwa sana, hawezi kuinunua dini yangu, na ikifika wakati kufanya jambo lolote kwa sababu ya dini yangu ili kuhifadhi heshima ya dini yangu, hii ni jambo limezungumzwa katika maqasidu sharia. Na baada ya hifdhu din ni hifdhu al-aql, kuhifadhi akili yake. Kwa hivyo yule mtu anayekunywa pombe akawa anaadhibiwa na sheria kwa sababu ametia dosari katika kiungo kinachohifadhiwa na dini ya Kiislamu. Kwa nini umekwenda kuharibu akili yako? Unaweza kusema it's my life, ni maisha yangu, lakini maisha yako hayo unayoyazungumza, aliyekupa hayo maisha Mola Subhanahu wa Ta'ala amekupa nidhamu na akakwambia jambo hili usilifanye. Kwa hivyo ukilifanya, kwa kuwa ni jambo ama ni kiungo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, ukigusa, ikiwa umekunywa pombe utapigwa mboko 100. Kwa nini umekunywa pombe? Kwa sababu unaharibu al-aql. Na swali lilokuja hapa juzi, yule kijana alipouliza, je, ulaji wa mairungi unatatiza akili? Tukasema ni masaili wanazuoni wameyazungumza tangu jadi, na suala la mira ama alqat ni jambo ambalo limekuwa na marahil, lakini hivi sasa tunapotizama tunaona ni tatizo sugu sana katika jamii yetu. Yatosha gavana wa Mombasa juzi ametoa report kutoka kwa NACADA, asema vijana wengi ama wengi walioko katika rehabilitations ndani ya Mombasa, pengine na Coast at large, wengi ni kwa sababu ya tatizo ya mirungi. Wao katika rehabilitation, na sababu kubwa si kuwa ameenda kula cocaine au bangi. Haya yote yanajulikana kwa wazi kabisa yanadhuru, lakini amekula yale majani akacheka peke yake, kama tulivyomwona mwingine akicheka, ajulikana acheka nini, au mwingine yualia, hujui analia kitu gani. Ikafika wakati ukambadilisha bongo lake. Kwa hali hii, hifdhul aql, Uislamu unatangulia mbele kuhifadhi akili yako. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwa daraja hii mairungi ni haramu. Kwa hivyo haya ni masala kwa hakika tunayaeleza kwa juu juu katika darasa letu la fiqhi, lakini utaona upeo mkubwa wa Uislamu katika kuhifadhi ubongo na akili ya mwanadamu. Na haya tulieleza alhamdulillah wiki iliyopita kwa marefu, na pia tukaazima pia baadhi ya fikra kutoka kwa matabibu, nini wanafahamu kuhusu usingizi, nini wanafahamu kuhusu ulevi, nini wanafahamu kuhusu al-ighma, kupotewa na fahamu, nini wanafahamu kuhusiana na masala ya kifafa. Tumetaja yote, tukaazima baadhi ya maoni ya al-atibba, matabibu wa asili ambao wanashughulika na tibu nabawi na wanashughulika kuleta matibabu na kuleta faida katika maslahi ya mwanadamu wa kawaida. Leo katika nawaqidul wudhu ni al-iltiqa'u basharatay rajulin wa mar'atin.
Tafsiri ya haraka ni kugusana ngozi ya mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo unapokuwa katika hali ya alwudhu almutawaddi, unapokutana na mwanamke, tutaelewa hapa ni mwanamke gani, au mwanamke akutane na mwanamume ni mwanamume gani, inatengua alwudhu. Hapa wanazuoni wametofautiana katika kutafsiri haya, lakini madhhabi ya al-Imam Shafi'i wana hoja kubwa sana katika suala la iltiqa'u basharati rajulin wa imra'atin. Kwa hivyo nitawaomba tuwe na subra, tuanze kutizama hali moja baada ya nyingine katika suala hili la fiqhi, ili kuweza kuangalia nini maoni ya wanazuoni katika suala nzima linalofungamana na nini, na nawaqidul wudhu. Mwanzo kabisa atuambia min nawaqidul wudhu iltiqa'u basharati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Haya maneno yanaenda yakishibishwa kuwa ni ngozi ya mtu na mtu kukutana, basharati rajulin, mwanamume, wa imra'atin, na mwanamke, kwa sharti wote wawili wawe kabiraini, ni watu wazima. Kabir bimaana ametoka katika marhala ya utoto, amekuwa katika marhala ya utu uzima, na hizi ni zile signs of the puberty tumeeleza sisi. Kwa hivyo yule anatoka katika marhala ya tufulia, katika early childhood, anaingia katika marhala ya puberty, yawezekana possibility kuanzia baada ya miaka 9. Kwa hivyo wawe wawili wote ni kabirain, ni watu wazima. Kwa hivyo ina maana mimi, na haya tutakuja kuyaeleza pia, ninapokutana na mtoto ambaye sio kabira, ni mtoto wa kike sio kabira, akanisalimia nikamsalimia, sharti ya kwanza ni kuwa wawe wawili ni alkabirain. Kwa hivyo yule mtoto ni mtoto mdogo, na haya ni masala wameyazungumza wanazuoni. Mara nyingine huwezi kumfunga yule mtoto kwa miaka, pia inategemea na ukuaji wake ukoje. Aweza kuwa pengine mtoto umri wake ni mdogo, lakini mashallah mwili wake ni mkubwa. Kama mfano leo tukija kuangalia, wanasema vijana wa pizza na vijana wa baga mili yao ni tofauti na vijana walokuwa hawali pizza na baga. Kwa leo ukimwona kijana anayetoka United States, ukiambiwa na miaka 10 utakataa, mwili wake ni mkubwa sana. Hata juzi nikizungumza na moja katika mwanachuoni ambaye alitutembelea hapa Kenya na sasa hivi ni mkazi ndani ya Marekani, na tulikuwa tuzungumza kuhusiana na suala la hawa vijikuku tunavyokula. Tunaenda mahali twala wings, makampuni kadha wa kadha, si vyema kutaja wakati tuko na TV ya rekodi, mara nyingine inakuwa ni tatizo kubwa, lakini twajua kuna mahali ukitamani kula kuku waenda wewe. Asema kuna kijana umri mdogo sana, alionekana yuakua kwa kasi sana, yani anakuwa mkubwa kwa kiasi kubwa sana, yani kila siku anabadilika katika maumbile yake, ana grow. Wakija kuja kuchunguza, na baadaye pengine kijana amefika katika ni big, very big kuliko umri wake, na hawajui anakula kitu gani, na nyumbani kujulikana chakula kinacholiwa. Wakija kuchunguza baadaye, wanakuja kutambua ni kila burgers na kina pizza na kina name them, kwa sababu wengine lilasaf hawaangalii suala la siha, hawaangalii suala la afya, wengine wanaangalia suala la making money. Kwa hivyo wanatia baadhi ya maadini kupitiliza. Kwa hivyo yule anapoconsume, anapokula ama anapotafuna, inasababisha mabadiliko makubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo watoto wengi wa upande ule, na hapa sasa hivi hatuwezi tukasema upande ule peke yake, makampuni yote yale ya kule yana agents hapa.
Kwa hivyo the lifestyle in the Europe haina tofauti na lifestyle ya hapa. Tuliwahi kutaja hapa kuwa hata maradhi leo ya kisukari na maradhi ya presha na maradhi ya kensa, tukirudi nyuma miaka 50, 60, 70 iliyopita, baadhi walikuwa wanaamini haya ni magonjwa ya kutoka Europe. Namsikiza daktari mmoja amefariki sasa, anasema na yeye pia alikuwa akifanya katika Ministry of Health 70 to 80 years back. Wakija wakiangalia Waafrika wanakula kitu gani, mbona hawapatikani na maradhi ya kisukari, mbona hawana pressure, mbona hawana kensa. Alikuwa akifanya research katika Ministry of Health ili kutoa ripoti na kushare kwa nini haya magonjwa hayako huku. Lakini mwisho walikuja wakakubaliana kama professionals kuwa lifestyle ya eating style, nidhamu ya kula upande wa Europe ni tofauti na nidhamu ya kula katika Afrika. Afrika wanakula vyakula vinavyotoka katika ardhi yao, kwa hivyo kuna siha, kuna afya. Huyu anakula viazi yatoka katika ardhi yake, huyu anakula kadha yatoka katika ardhi yake, yule kadha. Leo tumeletea GMOs. Kwa hivyo lifestyle almost the same, ninavyokula almost the same. Kwa hivyo nitakula chipsi, nitakula sausage, nitakula, kuona systems zinazo ndio zikaleta maradhi hayo yote. Huyu ni tabibu anazungumza. Kwa hivyo ukapatikana kuna pressure, ukapatikana kuna cancer, ukapatikana kuna wahakadha. Ni kwa sababu ya lifestyle mwanzo ilikuwa tofauti na sasa imekuwa lifestyle ni kama the same. Kwa hivyo tunaposema pia vijana, haibaki kuwa ni kule. Hata kwetu tunaweza kupambana na kijana ambayo umri wake ni mdogo, pengine ni chini ya miaka 7, lakini mwili wake tayari unaashiria kama ni mtu mzima. Kwa hivyo haya tutakuja kuyaeleza baadaye. Kwa hivyo iltiqa'u basharatay, ngozi mbili zikutane, rajuli, ngozi ya mwanamume, wa mraatin, na mwanamke, kabiraini, wawe wakubwa, ajnabiyaini, pia sharti ajnabiyaini awe ni mtu wa kando ambayo unaweza kumuoa. Mwingine anauliza, mke wangu ananitengua udhu. Je, mke wako amekuwaje? Mke wako ni kwa sababu umemuoa. Kwa hivyo ina maana, kwa maana umemuoa tayari ni ajnabia, na maana mke wako anakutengua udhu, kwa sababu yule amekutengua udhu ni yule ambaye unaweza kumuoa kisheria, na huyu tayari ushamuoa kisheria kwa sababu ni ajnabia. Na masala katika madhhabi ya Imam Shafi'i nitapenda kuyaeleza, kisha baadaye tukipata fursa tunaweza kueleza baadhi za ikhtilaf na tuonyeshe nguvu au kauli yenye hoja katika madhhabi ya al-Imam Ash-Shafi'i. Lakini kugusana kwenyewe iwe min ghairi hail, iwe ni ngozi kwa ngozi bila kiziwizi chochote. Okay, hili ndio moja katika mazungumzo wanaozungumza wanawazuoni. Na wanaposema albashara, ngozi, ina maana kucha haitengui udhu, meno haitengui udhu. Kwa mfano sasa umewajibika kumgusa mwanamke meno yake, ama kwa bahati mbaya ukamgusa meno, haitengui udhu. Nywele haitengui udhu. Mfupa ambao umetoka nje ya mwili, mfano mtu ana jeraha au pengine maumbile yake, kuna mfupa ambao sio nyama, haina ngozi, mfupa wenyewe umetoka, hautengui udhu, kwa sababu hapa ni iltiqa'u basharatay. Lakini ulimi natengua udhu. Na mwanachuoni mmoja Ash-Sharqawi, mmoja katika wanazuoni wa Shafi'ia, asema hata butun al-anf, ndani ya pua pia yatengua alwudhu, kwa sababu ni sampuli moja miongoni mwa sampuli za iltiqa'u basharatayn. Hii ni sehemu inayofungamana na ngozi. Hapa kuna swala
ingawa kwa faida ya ilmu, je, ni ngozi ya mwanadamu ama pengine mwanamume akishikana na ngozi ya asiyekuwa mwanadamu yamtengua udhu, ikiwa kumepatikana sifa ya mwanamume na mwanamke? Masala yanazungumzwa na wanazuoni, lakini biittifaq ni kuwa wanyama hawatengui udhu, lakini aljin anatengua udhu, na ni masala kidogo yanafaa kuangaliwa kwa mapana, na wanazuoni wamezungumza. Mfano, sisi tumaamurin, sisi tumeamrishwa, na tumezungumza ataklif, mukallafu alokalifishwa na sheria, tumesema ni mtu awe ni baligh aqil, balaghathu da'wa, salamatul hawas. Lakini kwa jini, haya tuliyazungumza mwanzo wa darasa, kwa jini hana mambo yanaitwa bulugh au afike katika umri wa bulugh. Yeye jini akishazaliwa pap ashakuwa ni mukallaf. Sijaishi katika ulimwengu mimi wa majini, lakini wanazuoni wanaeleza hilo, kuwa jini akishazaliwa khalas. Kisha kuliwahi kuzungumzwa na mpaka leo kunazungumzwa, je, mwanadamu anaweza kuwa na alaka ya mahaba na mapenzi na kiumbe kingine, bimaana majini? Wanazuoni wanazungumza kwa mapana haya. Je, wakikutana wakazaa mtoto asli ambaye ni wajini na asli wa kibinadamu, anakuwaje huyo akiwa ni mtoto wa kijini? Ikaswadifu au ikahakitika mimi nimekutana na jini mwanamke, hata kama atakuwa amejibadilisha sura ya mbwa au amejibadilisha sura ya mnyama wa aina yoyote, nikimgusa ngozi kwa ngozi yatengua udhu, kwa sababu majini wamepewa uwezo wa kuweza kujibadilisha mili yao kama vile malaika walivyopewa uwezo wa kufanya hilo. Lakini wanazuoni wanatuambia tofauti kati ya majini ni kuwa wao mara nyingi wanajibadilisha viumbe vyenye kutisha zaidi, waweza kupata paka wa kuogopesha au mbwa au mfano mwingine. Lakini malaika wanajifananisha viumbe vyenye kuvutia zaidi, kwa sababu mashaallah wao wameumbwa katika nurania kubwa sana ya Mola subhanahu wa ta'ala, na hivi ndivyo tofauti. Kwa hivyo lau nitakutana na kiumbe nikajua hichi kiumbe sio mwanadamu, ni jini, na ikawa mimi ni mwanamume na yeye ni mwanamke, tukigusana ngozi kwa ngozi yatengua udhu, hata kama amejibadilisha katika sura ya mnyama. Tumeelewa sisi wanyama watengui udhu, lakini lau atajibadilisha katika sura ya mnyama anatengua udhu. Ni masala yanaelezwa na wanazuoni, ni masala pia yanahitajia kufanyiwa bahthi, na sala mengine yanaozungumzwa hilo swala. Je, waweza mwanamume kumuoa mwanajini au mwanajini kumuoa mwanadamu? Ni masala yamezungumzwa na wanazuoni kwa mapana, sitopenda kuingia tukatoka nje ya mada yetu. Lakini lau atakuwa mwanadamu ni khuntha mushkil, tulitaja khuntha mushkil ni kuwa huyu hajulikani ni mwanamume au ni mwanamke, hata yeye mwenyewe hajijui ni mwanamume au ni mwanamke, aitwa khuntha mushkil. Huyu ana tatizo kubwa hata katika kurithi. Je, atarithi ni mwanamume au atarithi ni mwanamke? Na ameitwa mushkil kwa sababu wanazuoni wametatizika naye, wamesumbuka naye, hawamwelewi. Lau mimi nina wudhu tukajua fulani ni khuntha, tumesema maumbile haya mara nyingi yanapatikana katika maeneo ya Asian community, Indonesia na sehemu mbalimbali,
Uchina wa hakadha, maumbile haya yanapatikana sana kwetu. Alhamdulillah, si sana, waweza kupatikana kidogo kwa baadhi ya watu ambao kwamba wahesabika, lakini lau itajulikana fulani ni khuntha mushkil. Je, akinigusa atanigusa ni mwanamume, akinigusa atanigusa ni mwanamke? Hapa wanazuoni nasema la yunqidhul wudhu, kwa sababu ya shaka, hatujui ni mwanamume au ni mwanamke. La yunqidhul wudhu. Kwa hivyo mwanamume na mwanamume hawatenguani udhu, mwanamume na khuntha hawatenguani udhu, mwanamke na mwanamke hawatenguani udhu, mwanamke na khuntha pia hawatenguani udhu. Ijapokuwa tuliwahi kutaja hapa mfano, sisi msikitini hapa tumeweka mahala pazuri pa wanawake na tuna mahala pazuri kwa wanaume. Yule khuntha akija kuswali, atakuja kuswali ni mwanamume au akija kuswali ataswali ni mwanamke, huyo haruhusiwi kuingia msikitini, si kwa wanaume wala si kwa wanawake, kwa sababu hatumjui ni nani. Akija huku aweza kubadilika kawa ni mwanamke kwa sababu ni khuntha mushkil, akienda kwa wanawake akabadilika ni mwanamume, kwa hivyo huyo anaambiwa swali nyumbani. Lakini itakuja masala ya swala, mwanamume ni imamu kwa wanaume wenzake, mwanamume ni imamu kwa khuntha, mwanamume ni imamu kwa wanawake. Hili laeleweka, lakini litakuja kupana katika suala la nini, suala la sala. Lakini lau kutapatikana sala ya jamaa ikawa ni wanaume na khuntha hatanguli, ataswali nyuma ya mwanamume. Lakini lau kutapatikana wanawake na khuntha atatangulia, kwa sababu kuna shaka pia ni mwanamume, yeye ataswalisha wanawake. Khuntha kwa khuntha wataswalishana, khuntha kwa wanawake, khuntha atatangulia, lakini kwa mwanamume anawaswalisha wote. Hili ni swala linakuja katika suala la swala, litakuja swala kama hili. Kwa hivyo tunapozungumza arrajul wal mar'a, mwanamume na mwanamke, ni iwe ngozi ya mwanamume na mwanamke, tena wawe ni watu wazima, ajnabiyin, watu wa kando ambao wanaweza kuoana. Hawa ndio wanaotengua alwudhu. Na walmuradu bikabirain, hili ndio swala tumelitanguliza kulizungumza pale mwanzo, wawe wakubwa. Bulughu haddi shahwa, bulughu haddi ashahwa, tofauti na vile tunavyozungumza awe at least ana tamyiz miaka 7 au albulugh awe amebalighi. Lakini katika suala la kutengua alwudhu ni kupatikane bulughu haddi shahwa, yani yawezekana yule hata hajafika miaka 7, lakini swala hili limefungwa katika masharti fulani. Yani yule mtoto wa kike ama mtoto wa kiume ambaye hatujui umri wake, lakini maumbile yake yanaashiria kuwa anaweza kutamaniwa na yoyote ambayo kwamba amefika katika sifa wanaozungumza wanazuoni hapa, wanasema ni mtu mwenye ahlu tibai salima urfan, ni mtu mwenye maumbile tabia salima, yuko salama, yani si mtu mwenye akili pungufu. Kama leo tunavyosikia makesi mengi kuwa mtoto mdogo amebakwa au mtu mzima wa umri pengine miaka 90 amebakwa. Ukija kutizami mwili wako, takshairdul aljulud, tasikia ngozi yako ama malaika wanasimama. Hichi kitu kinafanyika vipi? Huyu mtu alimtamani vipi mtoto kiasi hichi? Au huyu amekwenda vipi kumwingilia mwanamke mwenye umri miaka pengine 100? Yani kef. Kwa hivyo hii ni ishara kuwa wewe ni mtu mwenye tibaa salima, yani kama wewe maumbile yako yako sawa, sio mtu mgonjwa. Wengine ni watu wanaojulikana katika asli ni wagonjwa. Fil ghalibi sawaan fi dhakari au untha wa dhabitu shahwa, ishara ya kuonyesha kuna uwezekano
wa matamanio, ghariza yako kushtuka. Kwa mwanamume ni uume wake kutingisika. Mwanamume akitaka kujua hisia zake huwa anafahamu kupitia uume wake, maana mito mwanamume. Kwa hivyo ikiwa wewe maumbile yako ni salima na kuna kiumbe kingine tofauti na wewe mwanamume hapa kando, ambao hujui umri wake, lakini wahisi mwili wako unatikisika, basi ujue yule anakutengua alwudhu, yule anakutengua udhu. Na kwa mwanamke ni tofauti na mwanamume. Mwanamke ni mailul qalb, moyo wake kuwa na imala. Mwanamke hisia zake ni tofauti na mwanamume. Mwanamke, hizi ni science za somo na wale wenye psychology zaidi. Kwa utamjua vipi mwanamke sasa yomtamani mwanamume au kadha wa kadha, kuna science za somo mara nyingi, lakini yeye mwanamke ndiye anayejielewa zaidi, maana science zingine zinaweza kuwa fake. Kwa hivyo yule mwanamke akisikia imala alqalbi, moyo wake unamwelekea mwanamume fulani, basi ni ishara ya shahwa. Kwa hivyo yule madamu ni ajnabi, sio maharimu wako, anakutengua sawa, hata kama awe katika umri mdogo ambao mwili wake unaashiria haddu shahwa. Masala nafikiri yako wazi biidhnillahi taala. Walmuradu bil ajnabiyin, maana ya kuwa wawe wakando wawili, maana yake la mahramia baina al-lamis wal malmus, yani wawe ni watu ambao kwamba hawajaingiliana kidamu, kifamilia, na hapa wako zaidi ya 18 kwa wanawake na 18 kwa wanaume. Kwa hivyo mimi mwanamume nina watu 18, wanawake ni haramu kuwaoa, na mwanamke ana watu 18 wanaume, ni haramu kuwaoa. Wengine ni kwa sababu ya nasaba, kwa sababu ya damu, wengine ni kwa sababu ya arradhaa, kunyonya, na ni suala muhimu leo lilasaf, kwa sababu kanuni hizi hazichungwi. Kwa hivyo unakuja kuona nyumbani tunapoishi, mtoto alozaliwa anaweza kunyonyeshwa na vifua vya kina mama zaidi ya 5. Hatujui kuwa huyu mtoto akishanyonya katika kifua cha yule mama shakuwa ni mamake, na anapokuwa ni mamake, watoto wake ni dada zake. Na kwa sababu kuna intermarriage, huyu kijana akishakuwa baadaye anaambia wewe utamuoa kazini yako huyu, kumbe wamenyonya katika ziwa moja, hawajui. Kwa hivyo unamuozesha mtu na ndugu yake, lilasaf. Ni masala muhimu sana, hususan yule ambaye kwamba taban lazima kupatikane taradhi. Jambo la kwanza, maziwa ni ya mwanamume. Mimi mwanamume nilooa, mke wangu ana maziwa, yale maziwa ni yangu mimi. Kwa hivyo unapotaka kumnyonyesha mtu, chukua ruksa kutoka kwangu mimi mwanamume, kisha tujue tunamnyonyesha, tuko tayari kuingiliana na ile familia, kwa sababu mimi nitakuwa ni babake na wewe utakuwa ni mamake na watoto wangu watakuwa ni ndugu zake. Je, tuko tayari katika hilo? Mkishayapiga darubini hayo yale yote, mkubaliane naam, ndio ipigwe tiki. Huyu sasa atiwe katika nasaba ya wale ambao kwamba wanajulikana ni nasaba ya kunyonya. Si wewe umemwona mtoto analia mimi na maziwa nitamnyonyesha, aendi. Na ukifanya hivyo utakuwa unapata madhambi ikiwa haukuchukua ruksa kwa mwenye maziwa. Na ndio utakuja kumwona mtoto anapozaliwa, baba anachukua dhamana. Mfano pengine kutakuwa kuna infisal, mfano baba na mama wameteta, kwa hivyo yule baba atagharamikia gharama za unyonyeshaji wa yule mtoto. Kwa hivyo mimi nitamlisha yule mama, sikuwa namlisha yeye, namlisha ili awe na maziwa, na akimnyonyesha mwanangu maziwa mimi namlipa, kwa sababu yale maziwa ni yangu mimi. Ani masala nakwenda akipotea.
Kwa hivyo tunaposema al-ajnabiyain tunamaanisha watu ambao kwamba ni wakando, unaweza kuwaoa. Ukimgusa yeye ama wewe ukaguswa, al-lamis wal-malmus, aliyegusa na aliyeguswa, udhu umetenguka. Walmuradu bilmahrim, na maana ya mahrim maana yake man haruma nikahuha ala ta'bid, ni yule ambaye kwamba wewe ni haramu kumuoa maisha yako. Okay, ama sala mazuri, mtaomba kidogo munipe concentration kidogo katika suala hili ili nieleze kwa uzuri. Kuna wale ambao kwamba mimi ni haramu kuwaoa daima, akiwemo mamangu mzazi, haramu, hutu tengwani naye hutu. Wa in ala, mamake mamangu, mamake mamangu, yaenda hivyo, hawa wote ni haramu mimi kuwaoa litabid, maisha yangu. Wa pili ni binti, ni huku nimesema mama na binti yangu haramu kumwoa, na binti ya binti yangu haramu kumwoa, na binti wa binti yangu. Kwa hivyo wajukuu, vitukuu, vilumbule wote mimi ni haramu kwao. Tamam. Amati yangu, amati ni dadake babangu mimi, haramu kumwoa, lakini mtoto wake namuoa. Okay, amati yangu mimi ni haramu kumwoa, lakini mtoto wake yeye ni msichana, naweza kumwoa. Kwa hivyo litabidi yabaki kwa nani? Kwa amati yangu au khalati. Khalati sisi Kiswahili chaenda chikipotea, lakini Kizungu tusema anti, lakini ni watu wawili tofauti. Al-amma ni shangazi Kiswahili. Shangazi dadake mamangu ana kanuni zake tofauti. Kwa hivyo tukishika anti tutapoteza kanuni zote za kifamilia, tutatengeneza tena familia nyingine ambayo kwamba haimo kabisa katika sheria. Kwa hivyo lazima tushike sisi kanuni zetu kwa lugha zetu sisi. Kwa hivyo amati ni shangazi Kiswahili, khalati ni khalati pia Kiswahili, lakini wenyewe wanasema mama mdogo. Huyo ni ndugu yake mamangu, mimi ni haramu kumwoa maisha, lakini mtoto wake wa kike namuoa. Unaweza kwenda nyumbani nikaposa khalati, mimi nimekuja kuposa, si makosa, sheria imekuruhusu. Tamam. Mtu mwingine ambaye ni haramu kumwoa litabid ni mamake mke wako. Hapa nisikizeni vizuri, nisikeni vizuri. Mimi nimeshamwona binti, tumekubaliana, nimekuja msikitini nikaambiwa fulani tumekuozesha binti fulani. Kwa hivyo inaitwa sigha katika nikah, na sigha la budda min sighatin wa qabul. Mimi mwenye kuoa nikubali, tabaan msichana ashaulizwa, ashakubali mimi fulani atanioa, nikasema qabiltu, yule mwanamke ashakuwa mke wangu mara moja baada ya kusema qabiltu. Hata kama mahari itakuja baadaye, mimi ashakuwa ni mke wangu. Mamake wakati mimi nimesema qabiltu, ashakuwa mamangu moja kwa moja. Nimemuolea binti yake, hata kama nitamwacha huyo binti, yule mamake nilomuoa anakuwa ni mamangu ila al-abad, maisha. Lakini tofauti, mimi nimemuona mwanamke na huyo mwanamke ana binti, sijui mwanielewa kidogo, tanda vizuri, sio? Mama na binti yake, binti ashakuwa pengine miaka 18 na mama ashakuwa, waliachana na mume wake kitambo. Mimi nimempenda mama, nikaja nikasema qabiltu, yule mama ashakuwa ni mke wangu moja kwa moja.
marhaba. Lakini yule mtoto, madamu mimi nishasema ashakuwa mke wangu, sijakutana naye katika mwili, yule mtoto wake yule mama, madamu sijakutana na mama yake kimwili, bado hajakuwa maharimu wangu, bado ni ajnabi wangu. Kwa hivyo lao nikakutana naye hapa atanitengua udhu, madamu nimekubali nimemuoa mamake na sijakutana na mamake kisheria. Nikikutana naye hapa ananitengua udhu, lakini nikikutana na mamake kimwili, na yule binti anakuwa sasa mwanangu, hanitengui udhu. Kwa hivyo naweza kuingia nyumbani, hajajifunika kichwa, hamna neno, mimi nimekuwa mume wa mamake, na madamu nimekutana na mamake, na yeye amekuwa ni binti wangu bilmusahara, kwa sababu ya kuoa. Ndio hapo akasema hatari ambao kuchekesha kidogo. Bana alikwenda kuoa mama, hamjui binti yake, lakini alipokwenda kuposa wakaweko pale mbele wote, akamwona binti yake mamake ni mzuri zaidi kuliko mamake yule. Akawa sasa anajishauri nimuoe nani? Je, nimuoe huyu mama ama nioe yule binti? Na tabaan ilikwisha pita tayari ndoa, madamu hajakutana na yule mama, huyu binti bado hajakuwa mwanawe. Sasa akasema, mama, mimi naona hii ndoa yetu tuifanye nini? Tuifaskhi, tuimalize, tuiharibu. Kumbe ashapiga jicho, baadaye amemwoa yule binti. Kumbe na binti pia alitoa signals, yeye amempenda huyo mume. Kwa hivyo kwa hali hii yawezekana kwa umemwoa, madamu hujamwingilia yule mama, ukafaskhi au ukatoa talaka, baadaye unaweza ukamwoa yule binti. Wacha tumalize alafu tutadhini kwa pamoja. Mwingine ambaye kwamba ni haramu kumwoa lakini sio ala ta'bid ni dada yake mke wangu. Mimi nimeoa mke, lakini huyu mke anao dadake. Huyu dada, wakati mimi niko na dadake, ni haramu mimi kumwoa. Sawa, ni haramu kumwoa, lakini lau kutatokezea sababu nikamwacha binti dadake, ninaweza kumwoa. Huyu ananitengua udhu, wakati niko na dadake ananitengua, na hata baada ya kumwacha dadake ananitengua, kwa sababu sio mahram ya maisha, ni katika period fulani. Tamam, na khalati yake na amati yake, yani khalati mke wangu na amati mke wangu, lau katokezea chochote baadaye, mimi naweza kumuolea anti yake. Kwa hivyo pia na wao wananitengua udhu. Haya ni machache tumeona tuyazungumze, ili kubainisha katika baadhi ya mambo yanayofungamana na masala haya muhimu sana. Tuadhini kama wakati utaturuhusu, tutamaliza sehemu iliyobakia inshallah. Tayeb, kwa hivyo mbali na hawa tuliozungumza ambao ni katika nasaba, tunayo na yule ambayo kwamba ni ndugu yako katika arradhaa, katika kunyonya. Kwa hivyo yule mzazi aliyekunyonyesha kwa masharti yaliyowekwa anakuwa vile vile mamako, na mume wake ni babako, na watoto wake ni ndugu zako. Kwa hivyo huwezi kuoa nyumba hiyo, na ni jambo ambalo kwa sasa hivi laenda likipotea, watu wanajifanyia kiholela holela kama tulivyotaja pale mwanzo. Nimalize kwa nukta muhimu, na nukta yenyewe ni ad-dalil. Ni dalili ipi inaonyesha hayo tuliyozungumza, kuwa kukutana ngozi wa hakadha ajnabiyaini kabiraini yatengua udhu? Dalili iliyotegemewa katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza nawaqidul wudhu. Alileta aya ambayo aya yenyewe yaonyesha nawaqidul wudhu, na katika miongoni mwa aloyataja alisema au lamastumun nisa. Hapa wanazuoni wamekhtalifiana, baadhi wakasema
kugusana na mwanamke hakutengui udhu. Wakatafsiri au lamastumun nisaa, wakasema ni mujamaa, yani ni kukutana mwili kwa mwili, tendo lenyewe. Baadhi wakasema la, ni kumgusa kwa shahwa. Masala wanazuoni wametofautiana katika hili swala, lakini madhhab ya al-Imamu Shafi'i wakasema au lamastumun nisaa, maana yake ni kugusana ngozi kwa ngozi, kwa sababu lugha yenyewe ya Kiarabu ndivyo ilivyo. Lugha ya Kiarabu ndivyo ilivyo. Mwenyezi Mungu asema wa in kuntum mardha au ala safari au jaa ahadun minkum min al-gha'it nawaqid al-wudhu au lamastum an-nisaa nawaqid al-wudhu. Lamsa hapa ikawa ni kugusa, na hapo utakuja kumwona bingwa miongoni mwa bingwa wa lugha katika fuqaha al-Imamu Shafi'i akasema al-muradu huna bil-lamsi. Kisha akawajadili wale ambao wanaona ni kukutana kimwili tendo lenyewe, akasema mtatafsiri vipi aya hii? Mwenyezi Mungu alipowataja majini katika suratul Jinn akasema wa anna lamasna as-samaa, alisema maneno haya majini, wakatumia neno hilo hilo. Je, mtatafsiri vipi hapa? Je, wao majini walikwenda wakafanya mujamaa na mbingu, au lamastum ni maana ya kugusa? Kisha katika qiraa, miongoni katika qiraat mutawatira, qiraa cha Hamza na qiraa cha Kisai, sisi katika Hafs biriwayati Hafs na Asim ndio hivi au lamastumun nisaa, lakini katika qiraa cha Hamza na Kisai na ni viraa ambavyo kama ni qiraat mutawatira, anasema au lamastum, imekuja kwa hivyo, hakusema lamastum au lamastum, yani lugha yenyewe imeonyesha wazi wazi ni kugusa au lamastumun nisaa. Kwa hivyo kauli hii ikawa ina nguvu na uzito mkubwa sana katika madhhab ya al-Imamu Shafi'i. Kuna masala ambayo nilikuwa nataka kuyaongeza, lakini wakati haukuturuhusu, lakini pengine wiki inayokuja tazungumza ni je, ikiwa huko kwa tengua udhu, je, ni ruhusa mwanamume na mwanamke kuwa na musafaha kama tunavyoona hivi sasa? Tumeelewa katika madhhabi ya Imam Shafi'i yunqidhu alwudhu'a. Je, tunaweza tukasafihiana tukasalimiana mwanamume na mwanamke? Yani masala nilikuwa nimeandaa, lakini wakati haukuturuhusu. Kwa hivyo wiki inayokuja tutaeleza bikuli ikhtisar, kisha tutamaliza sehemu ya 4 inayofungamana na nawaqidhul wudhu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa a'inna alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.